كتبتموه يعني لكان أحسن. صح. Kwa hivyo hao ndio hashwia. Waitwa nini? Hashwia. Kwa sababu ni watu ambao kwamba ima ni watu hawana maana kwa sababu wameitikadi itikadi za tajsim, ni hashwia kwa sababu ni watu ambao kwamba wachukua nini? Hashu. Wachukua vitu vya nini? Vya juu juu, watu wachukua juu juu, hawazami. Kwa wasema wa haulai salafiyun, hawa masalaf الوهابيون ما هم الحشوية دو حشوية الذين عناهم الإمام المحدث الكوثري على قصدية الإمام المحدث الكوثري رحمه الله تعالى يزمك أمرحامه بقوليك وقولياك في مقدمة كتاب تبين كذب المفتري صحيفة يكون من الإمام الحافظ ابن عساكر حيث قال وفي الوسيمة الإمام الكوثري من هاي إمام الكوثري بين منه مهم sana. Nataka muyashike vizuri sana haya maneno. Al-Imam al-Kauthari anasema wal hashwiyya, na hashwiyya yani hawa mujassima, hawa mawahabi, asqataha al-jahlu, umewaangusha wao ujinga waliokuwa nao, wal jumudu, na mgando wa fikra waliokuwa nao, ndio vitu vilivyofanya wakaanguka hawa watu. والحشوية أسقطها الجهل والجمود. نما وهابي مسلفي ambao kama ndo hashwia umewaangusha wao ujinga na akili mgando, hawataki kufahamu. Tartai araan jahiliyatan, wanazirivia rai za kijahilia, warithatha, ambazo kwamba wamezirithi, min nihalin, kutoka katika dini, kanu alaiha, ambazo kwamba hawa hashwia walikuwa juu yake kabla al-Islam, kabla ya Uislamu. Maana tajsimi haijaanza leo, si ndio? Imeanza toka Mayahudi na Wakristo. Warajat alaihim, na ukaenea kwa wao hawa hashwia tamwihatul mumawwihin, udanganyifu wa wadanganyifu, mina thanawiyya, katika hao nini? Thanawiyya ni kina nani? Thanawiyya kama wanavyosema ulama, uktubu hadha alkalam. Thanawiyya firqatun, ni kundi, tara ambalo kwamba linaitakidi anna alalama, ya kwamba huu ulimwengu, yuhakamu, unaendeshwa, biwasitati quwwatain, kupitia nguvu mbili, mutadadatain, ambazo kwamba zenye kupingana. Nguvu hizo huma alkhairu wa shar, nguvu zenyewe ni khair na shari. Basi sikilizeni sharia maneno kisha nitawatajia muandike. Ni khair na shari, maatiqadin, pamoja na kuitakidi watu hawa, biwujudi ilahain lilkaun, waitakidi kwamba ulimwengu na miungu hawa wawili. Ilahi alkhair, waitakidi kwamba ulimwengu na Mungu wa khairi, wa ilahi shar, na Mungu wa nini? Wa shar. Wa yurmazu ilayhima, na miungu hawa wawili wanaashiriwa, yani wanawakilishwa na ishara binuri wa dhalam, ishara ya mwangaza na giza. Kundi hili linaitwa ni Thanawiyya. Kwa hivyo Thanawiyya ni kundi, yani ni kundi katika makundi ambayo kwamba itikadi yao wanaitakidi ya kwamba ulimwengu huu yani nguvu inayoendesha ulimwengu ni nini? Ulimwengu unapelekeshwa na nguvu mbili ambazo kwamba zenye kupingana. Yani khair na shar ni vitu viko sawa. Naam, alkhairu dhiddu shar wa sharru dhiddu khair. Kwa hivyo wasema nguvu hizi mbili ndio zinazopelekesha ni ulimwengu. Yani kwa lugha nyingine wanasema kwamba ulimwengu una miungu hawa, kuna Mungu wa shari na Mungu wa khairi. Miungu hao wao ndio wanaoendesha ulimwengu. Watu hawa wanasema giza ndio Mungu wa shari, mwangaza ndio Mungu wa khair. Ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Kwa hivyo hao ndio wanaitwa nini? Thanawiyya. Kwa hivyo anasema hashawiyya wamechukua udanganyifu wa hawa watu Thanawiyya, wa ahli kitabi, na watu wa kitabu wa Kristo na Mayahudi, wasabia na sabia. Saiba ni kundi katika makundi ya Mayahudi. Yani uktubu hadha alkalam alladhi qara'tu an Thanawiyya, sababu maana hayapo. Uktubu na hada dars inshallah.
Asema al-Imam Muhammad Zahid al-Kauthari kuhusiana Hashawiyya, lahum taqashufun, wana wao muonekano wa zuhdi. Takashuf yani mtu kuwa na muonekano wa zuhdi, anavaa kawaida, anakula kawaida, anaishi kawaida, ushaona midevu yake kwa hovyo hovyo tu, haichani, anifanya ni sufi, eti Zahid, anajiswaki la jiti hapa ameliweka. Yani kama jamaa wanavyofanya. Lahum taqashufun, wana wao muonekano nini? Wa kizuhdi, hata watu wakiwaona waone kama ni watu mashaallah madhubuti mardat. Yakhda'una bihi, wanawahadaa kwa muonekano wao huo wa zuhdi al-amma, watu wa kawaida ambao kwamba si wasomi. Oh mashaallah tuacha Mungu kweli kweli, si ndio? Wajahalatun, lakini la maajabu ni kwamba wajahalatun, wana maujinga la yatasawwaruha aqilun, maujinga ambayo kwamba hawezi kuyafikiri mtu mwenye akili. Yani mtu akiwa anafikiri kwamba Mungu yupo katika sura ya kijana kitoto, sijui kipo kimevaa dhahabu, sijui kimeketi kwenye arshi, sijui hivi. Haya ni maujinga ambayo kwamba mtu mwenye akili salama hawezi kufanya kuyafikiri kwamba kuna mtu anaweza kufikiria mambo kama haya. Kisha asema wahum ghiladhu tibai, na wao tabia zao ni ngumu kweli kweli. Hapa Mr. Shafi ametuelezea experience yake na ndugu yake. Ni watu ambao kwamba ghiladhu tibai, tabia zao, mienendo yao ni migumu kweli kweli. Sheikh huyu ametueleza kuna wendawazimu wengine wakiwahabi kule walikuwa wameweka nini? Wameweka fimbo msikitini. Mtu akija na nguo ndefu wanamchapa, akikataa kukata unalazimisha. Sheikh, hizi ni jahalatun la yatasawwaruha aqilun, kama alivyosema al-Imam Muhammad Zahid al-Kauthari rahimahullah. Wa hum ghiladhu tibai qusatun, ni wasusuavu wa moyo, jufatun, wagumu wa mioyo, haina ulaini kabisa wa nyoyo. Kafiri, bid'a, haram, haifai. Jamaa, hata kama mtume jamaa ndo hata kama walingania sawa, yani lao mtume ingekuja ndo wanawalingania watu hivi kwamba akikuona mtu anaabudia sanamu kiboko, ushaona, akimuona mtu amefanya hivi kiboko, huu Uislamu watu wangekubali? Ingekuwa ndo mtume anaenda pale kwa watu wa Maka, we makafiri wakubwa nyinyi watu wa Maka, muslimuni mtaenda kuchomwa na Mungu, na mtu angeslimu. Lakini mtume alikuwa anawaita, anawapikia chakula, kisha baada hapo anaanza kuwapa nini? Anaanza kuwapa da'wa. Lakini si hivyo. Mwenyezi Mungu anamwambia fadhakir, kumbusha. Si ndio? Inama anta mudhakkir, wewe ni mkumbushaji, lasta alaihim bimusaitir. Wewe si, yani huna kazi ya kuwalazimisha da'wa, yani kafiri hujapewa power wewe na Mungu. Dini haijakuruhusu kumlazimisha kwamba lazima afanye nini? Aslimu. Je, Muislamu ambaye kwamba ni Muislamu, yu'minu billah wa rasuli, yuqimu salat, yu'ti zakat, yasum wa yahuj wa yaf'al kullama amarahu shar', anafanya kila mambo ambayo kama amrishwa sheria. Wewe alokupa power ya kumlazimisha kwamba lazima afanye itikadi hii nani? Unaona kabisa hawa ni watu ambao kwamba wako mbali na Qur'ani, wako mbali na Sunna. Qur'ani inasema la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika nini? Yani wewe hujapewa power, wewe kama Muislamu hujapewa power ya kumlazimisha asiyekuwa Muislamu kufanya nini? Kuslimu, si ndio? Kuslimu na mtu kufuata mirengo yako, madhehebu yako, kipi kikubwa? Naam? Yani mtu kufuata madhehebu yetu sisi na mtu kuslimu, kipi kikubwa? Hili kubwa sheria haijakwambia umlazimishe mtu. Je, hili dogo sheria itamlazimisha? Sasa wewe umepata wapi power ya kuwalazimisha watu lazima wafuate itikadi zao, lazima wakate suruali? Umepata wapi? La ikraha fi din, wewe ni kubainisha tu. Ndio maana yake tunawaambia kwamba hawa watu ni katika watu ambao kwamba wako mbali na Qur'ani, wako mbali na nini? Na Sunna. Kombali na Sunna. Asema jufatu ni watu wagumu wa mioyo.
yatahayyanuna alfuras, wanazivizia fursa, wanazivizia opportunity, liihdathi alqalaqil, kwa ajili ya kuzusha mabalaa. Liihdathi alqalaqil, kwa ajili ya kuzusha nini? Yani huwa wanakaa tu wanatafuta opportunity. Maana wanatutamani sisi sana. Sisi watuita ni watu bid'a, wanatutamani sisi sasa sana. Yani wakipata opportunity wallahi watatuua sote. Walipopata fursa tu kule Arusha, si walianza kuwamwagia tindikali mashekhe wa kitarika na madhehebu zingine, wasema wataka kutoharisha mji wa Arusha kuwa ni mji wa sunna. Na hii ndio itikadi yao, kwamba wakati watakapopata power, sisi watu wa bid'a wote inabidi wafanye ni kuuawa, na wake zetu ni mali zao na mali zetu ni halali yao. Walipopata fursa Maka walifanya vipi? Naam, si wale watu wa tarika wote na wakapora mali zao. Kwa hivyo hizo ndio itikadi zao. Na sehemu yote watakapopata fursa tu. Hapo Msumbiji sasa. Msumbiji. Kila siku tunaona machafuko ya wanaofanya machafuko ni kina nani? Ni watu wa tarika. Magaidi wa Msumbiji ni kina nani? Mawahabi. Al-Shabaab ni kina nani? Mawahabi. Al-Qaeda ni kina nani? Mawahabi. Islamic State ni kina nani? Mawahabi. Boko Haram ni kina nani? Mawahabi. Yatahayyanuna alfuras, wanavizia fursa na opportunity liihdathi alqalaqil, kwa ajili ya kuzusha mabala. Popote wanapopata mabala wanazusha. Yani wewe Mr. Shafi unakuitakidi kwamba wewe ukipata fursa wanafaa kuue, na kama una mke ni halali yao, ni mateka, na mali zako zote ni ngawira. Ndivyo walivyofanya Arusha kipindi kile. Lakini alhamdulillah serikali ikawagundua mapema, ikawadhibiti, kawekwa ndani. Wengine wakahukumiwa kunyonga, wengine hivi. Alafu baadhi ya ndawazimu wakawa wanapiga kelele, mashekhe wamekamatwa, mashekhe wamekamatwa, waislamu hampigi kelele. So wapigie kelele magaidi? Tuwapigie kelele magaidi? Naam, Uislamu uko mbali na ugaidi. Uislamu hautaki ugaidi, wala Uislamu hautetei magaidi, wala hatuwezi kusimama na magaidi. Gaidi kama huyo imethubutika, awekwe ndani, sheria ifuate mkondo wake. Kunyongo wanyongwe, kifungo cha maisha, wapigwe kifungo cha maisha. Washenzi wakubwa ili siku nyingine washike adabu. Watu wangapi sasa hivi wanaishi na matatizo katika watu waliomwagiwa tindikali asidi kule Arusha na wao? Wangapi? Familia ngapi? Wake wangapi wamekuwa wajane kwa sababu yao? Watoto wangapi wamekuwa mayatima kwa sababu ya ujinga wao? Kwa hivyo sisi kama kisha tuwatetee. Serikali bwana, hao mashekhe watoni, mashekhe gani? Wakeni nani? Allah. Asema al-Imam, la yadhharu lahum qawlun, haidhihiri kauli yao illa inda dha'fi al-Islam, isipokuwa Uislamu unapokuwa mdhaifu, watu wanapojiweka mbali na kusoma, hawataka kusoma, ndio fikra zao zinapata nguvu. Sasa mawahabi kama huku kwetu zamani walikuwa na ulama wako wanasomesha nini, wahabi walikuwa na nguvu. Sasa hivi watu hawasomi, matarika wanataka kupiga matari tu, kucheza, kula mapilau na hadhara nyingi, basi hawataki kusoma, ndio wamepata nguvu. Unajua maana haya, unajua sisi kila siku nasema, hatusemi maneno ili kumridhisha mtu habibi. Wewe uridhike, ufurahi, ndio uhalisia wa mambo. Habembelezwi mtu hapa. Habembelezwi. Tunaeleza uhalisia ulivyo. Sawa sawa, yatakuridhisha, yatakuudhi, ni juu yako Lakini hapa habembelezwi mtu. Tunaeleza uhalisia wa mambo. Kuna baadhi ya watu haya maneno hasa nikiyasema huwa nakasirika sana. Kwa hiyo unasema sisi tunapenda nini? Kucheza tu na kula na kuruka. Ndio uhalisia ulivyo. Sasa nini? Wewe hafalati. Habibi tuambiane ukweli. Hafla hizi wanaziita show sasa hivi za hao wajitao sasa hivi, kuna wasanii wanene wa kasida, si ndio? Hizi hafalati za kuimba na mihadharati ya ilmu, sio mihadharati ya nini, ya wadhi ya kwenda kupeana visa vya kina Sionuki bin nani miskitini. Sio hiyo. Mihadharati ya ilmia namna hii. Na hizi hafalati za uimbaji zipi nyingi?
Zipi zinapata watu wengi? Zipi zinapambwa? Zipi zinazofadhiliwa? Zipi zinazowekwa sehemu nzuri? Zipi zinazotangazwa sana? Alafu nije kusema maneno haya mtu anakasirika. Nasema kwa sababu mimi na uchungu na dini yangu. Siyasema na haya kumfurahisha mtu yani. La. Nasema na haya kwa sababu mimi moyo wangu unaniuma tariqa vile inavyoenda yani. Ienda mrama jahazi la tariqa lienda nini? Lienda kuzama. Kwa hivyo maneno haya tukiyasema, tunasema kwa uchungu ulioko ndani ya nafsi zetu. Ndio maana yake baada ya hapo huwa hatujali mtu kufurahi ama kukasirika. Yani huwa nasema nisifahamike makosa. Simaanishi kwamba hizi hafalati ni nini? Hazifai au ni haramu au watu wasihudhurie kwenda kujiburudisha kasaidi kama sababu kasaidi zenye nini? Zenye nidhamu. Sio zile za wale watu wana kwenye jukwaa wanaimba na wanawake na nini. La, zile hakuna tofauti na taarabu. Kuna kasaidi nyingine watu wanakusanyikana naimba wanaume kama wanaume wanafanya samaa salafi au wanawake wanakuwa sehemu zao wanaume. Hakuna neno. Hakuna neno. Lakini zile wanachanganyikana wanawake na wanaume wanaimba kwenye jukwaa moja, zile taarabu zile hatuzungumzi. Sisi hatukatazi kasida ikiwa zitaimba kwa nini? Kwa dhawabiti zake na watu wakafurahi, hatukatazi. Lakini tunachokikemea sisi ni zile kupewa nini? Kipao mbele kuliko kufanya nini? Kuliko watu kutilia umuhimu nini? Durusi. Tunachokizungumzia sisi ni sisi vijana wa kitwarika kuwa na hamu kubwa sana na mambo yale kuliko hamu yetu kwenye nini? Kwenye ilmu. Kuyatilia yale umuhimu mkubwa kuliko umuhimu wetu kwenye nini? Kwenye ilmu. Yani yalla tunaposoma katika vitabu vya tazkia kuponda kula sana kama ni kitu madhumumu nini. Hiyo inamaanisha kwamba kula hakufai? Inamaanisha kwamba mtu asile vitu vizuri? Kinachoelezwa pale ni haya mambo usiyetilie nini? Kipaumbele. Lakini mtu ukipata nafasi ya kula. Lakini kula kiasi. Kula biriani, kula kuku, kula vyote kula. Halala mtaiba. Lakini usifanye nini? Isiwe aulawiyati zako ni kula. Aulawiyati zako ziwe ni hizi. Kwa hivyo imba kasida fanya nini? Lakini isiwe ndo aulawiyati zako. Hicho ndo ninachokikusudia. Kwa hivyo nisifahamike makosa. Kwa hivyo la yadhhar lahum qawlun illa inda dha'f al-islam. Yani طبعا على فكره الامام محمد زاهد الكوثر alikuwa ni mtu mzito sana maneno yake, kwa hivyo si maneno ya kawaida, ni maneno yanapimika kwa matanisha. Wayastafhilu amru al-ilhad, na jambo la upagani linapopata nguvu, wayastafhilu amru al-ilhad, na jambo la upagani linapata nguvu madhuhuri qaulihim, pamoja na kudhihiri kauli yao. Yani itikadi za mawahabi zinapodhihiri ndio upagani unapopata nini? Pata nguvu. Vijana wangapi shekha wameacha Uislamu wameenda kwenye upagani kwa sababu itikadi za mawahabi? Hiki haram, hiki bid'a, hiki bid'a. Tasawurati zao za Allah kadha. Sasa unaona afadhali awe nani? Awe pagani, sababu anaona dini gani sasa hivi? Si ndio? Tu sallallahu alaihi wasallam asema ad-dinu yusrun wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Kwa hivyo watu wanaona hukumu shekha afadhali mtu anaona afadhali awe mpagani tu. Hawa haamini kabisa Mungu. Wako vijana tele shekha wameingia kwenye upagani ilhadi kwa sababu ya uwahabi. Wayastafhilu amru lilhadi ma dhuhuri qawlihim. Hakadha anasema hii ndio desturi yao fi jamii adwari tarikhi, katika miongo yote ya historia. Khusumatuhum, ugomvi wao, muwajjahatun nahwa al-aqli, umeelekezwa upande wa nini? Wa akili, wal ulumi an-nadhariyati, na elimu hizi nini? Za nadharia, ni elimu za nadharia, falsafa, mantiki na mfano wake. Wa kulli firqatin, na ugomvi wao umeelekezwa kwenye kila kundi, qaima, ambalo kwamba lilofanya nini? Lilosimama na itikadi zao. Yani hii ibara au hizi ibara za Imam Muhammad Zahid al-Kauthari, yani zimewaeleza mawahabi katika nini? Katika ubora wao. Hizi ibara tu tayari utawajua mawahabi ni kina nani. Khusumatuhum mutawajjihatun, ugomvi wao umeelekea nahwa al-aqli, upande wa nini? Wa akili.
Maana wao wanasema katika dini hakuna akili. Sasa sijui dini gani hiyo ambayo kwamba haina akili ndani yake. Zaidi ya aya 300 zaelezea fadhila za akili. Wao wanasema katika dini hakuna. Hamjawahi kusikia maneno haya? Hamjawahi kusikia? Hakuna kutumia akili katika dini. Baba, dini gani ambayo kwamba haihitaji akili? Wasema akili ni nyumbani kwako na mke wako. Ndio utatumia akili. Sallallahu. Penda wazimu kabisa wa Sheikh. Mimi nadhani hao ni wafanya biashara, yaani ni wavugaji. Mr. Shafi anasema ni wafanya biashara na wavugaji kweli. Saha kauluka. Khusumatu mutawajjihatun nahwa al-aql. Wewe utapinga vipi akili? Utamtambua Mungu Mr. Shafi basi na akili? الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني والله يعني هذا الكتاب يعني ما أحلاه يعني. يا ريت يعني لو watu طريقة watu watafanya wataisoma. Si ndio? يا ريت يا ليت قومي يعلمون. ليس كذلك؟ Tutaidi insha Allah taala kuyashika na kuwaelimisha ndugu zetu pia. Allahu a'lam.